Nilipoingia katika nafasi hii ngumu ya hatari, nilimuomba Mwenyezi Mungu aniwafikishe. Kitu cha kwanza kukishughulikia katika mkoa wetu wa Dar es Salaam ni elimu. Elimu tu. Nimeyatizama kabla sijaingia katika game, nitumie lugha hiyo. Matatizo yanayotukumba sababu yake ni elimu tu. Kwa mfano, vipi watu wanagombana kugombania msikiti? Kwa mfano, humu kweli kitu gani cha kugombania humu? Feni, taa hizi, au supika, au haya mazulia, au nini? Kweli watu wanagombana misikitini? Nimechunguza nikakuta viongozi wengi wa misikiti ni wale ambao hawajasoma darasa hizi. Mtu kafanya shughuli zake huko, zishamshinda, sasa anakuja msikitini. Siku moja niliwahi, kwa sababu tangu nimeingia katika ofisi ya ushehe wa mkoa nimekutana na kesi. Sheikh Adamu anajua kuna nyingine inatusumbua mpaka leo tunakimbiana mimi na ndugu yangu. Kesi nilizozikuta mimi 254 misikitini. Niwatajie chache miongoni mwa kesi nilizozikuta mimi. Nishakuta msikiti umeuzwa. Umeuzwa. Sasa wenye kununua wanautaka msikiti wao, na waliouza wote washakufa. Kesi ngumu sana. Na walionunua msikiti watu wa kanisa, waliouza Waislamu. Sheikh Adam, si ndio hivyo? Kwa kimbembe tunacho, tunakihazahaza tu. Sasa kweli mtu anauza msikiti? Basi hiyo nyepesi. Kuna msikiti umewekwa bondi benki, watu wamechukua nyaraka za msikiti wakapeleka benki, wakala mkopo, dhamana nini, wameingia mitini. Ngoma ninayo mimi. Benki inataka lake, wanauza msikiti wakati wote, piga mnada. Ili mradi nimechunguza haya matatizo ni kwamba tu hazimeachwa darasa za misikitini. Zimeachwa. Kuna msikiti wilayani kwetu juzi tu nilikuwepo huko, vita. Nikabidi niangalie kupanga swafu ya uongozi. Nikakuta mwenyekiti pale ni polisi mstaafu. Nikaona huyu zile saluti alikuwa anapigiwa kule kituoni anazitaka msikitini. Akitokea imamu nikaambia mbadilisheni huyu. Lazima kila jambo lifanywe na wenyewe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ddini waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Wassalatu wassalamu ala habibihi sayyidina Muhammad sayyidil qail alhikmatu dhalatul mu'mini fa aynama wajadaha akhadhaha. Amma ba'du. Mheshimiwa shekhe wetu wa wilaya hii ya Ilala, Sheikh Adam mwenye pingu, Mheshimiwa shekhe wa kata hii Sheikh Saidi, nimekuona kakangu Sheikh Shaban mwenye hija, imamu wa msikiti huu na waimamu wote mliokuwepo, pamoja na waumini na wanafunzi wa darasa hili la kila alfajiri, na sote kwanza niwaamkie kwa maamkizi mema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nami nianze kwa kuungana na walionitangulia, kwanza kwa kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala
anayetuwafikisha kwa mambo mengi sana ya kheri. Lakini kwa wakati huu ni mshukuru sana 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 kwa kutuwafikisha kuhudhuria jalasa hii ya kipekee, ambapo tangu nimekaa hapa na tafakari nafasi yake kwa Mungu, lakini na ule wingi wa malipo tunaoyapata na namna gani tunafurahikiwa na malaul aala. Nimepitisha katika kichwa changu maelezo mengi ambayo tunayaona huko kwenye vitabu yanayohusisha malipo ya kikazi chetu hiki hapa. Kwa mfano, kwanza ni kikazi cha elimu, lakini kipo msikitini, lakini kimefanyika miongoni mwa nyakati tukufu alfajiri, lakini katika moja ya siku za ishraqi. Ili mradi nimeona kuna mambo mengi, ukiyatafakari yote hayo mtu anaweza kutamani kufa hapa hapa, kwa sababu uhakika kwamba ukifa hapa hapa unakwenda peponi. Kwa hiyo namshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa kuniwafikisha nami kuhudhuria, kukusanyika katika mkusanyiko huu ni wite mkubwa mtukufu, na nimuombe Mwenyezi Mungu baada ya kumshukuru atuthibitishie malipo ya mambo yetu haya, ayaweke katika yale yatakayoongeza uzito katika nyizani zetu za mambo ya kheri siku tukikutana naye, siku ya ajabu ambayo la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Lakini pili, katika upande huo huo wa shukurani, basi ni washukuru viongozi wa msikiti huu wa Mnyamani, maimamu, wenye viti, makatibu na wote wanaounda safu ya uongozi, lakini bila ya kuwasahau waalimu na wanafunzi wa darasa hili. Na kushukuruni sana sana sana, na washukuru mno kwa kunipa sharafu hii, na hakika si kwa lolote bali ni kwa mapenzi tu. Na niseme tu, wala sioni haja ya kupelekwa mbio hii ratiba, sema tu kwa sababu ya dhurufu na mambo, kila siku inakuja na mambo yake. Lakini kwa kufanya mbio, kwa kuniharakisha mie niondoke, wala isiwe hivyo. Na kwangu huu wala sio wakati mgumu, kwa alfajiri au asubuhi au Mnyamani Buguruni, ni vitu ambavyo ndio tunavyofanya kila siku. Sote Mwenyezi Mungu atulipe kila la kheri. Lakini nawashukuru sana sana, nawashukuru, na Mwenyezi Mungu awatengenezeni mambo yenu, awawafikishe kupata muradi na makusudio yenu. Ndugu zangu, mashake zangu mliokuwepo hapa, mimi sina maneno, labda cha kusema ni katika upande tu wa kuwapongeza kwanza, pili katika upande wa kuendelea kuwasisitiza uzuri wa jambo hili. Kwanza niwapongeze. Kwa nini? Kwa sababu hivi ndivyo vilivyokuwa vikifanywa mpaka Uislamu ukatufikia hivi. Huko nyuma huko ameanza mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwafundisha watu katika kijichumba kidogo cha Darul Arqam ibn al-Arqam, lakini baadaye akahamia misikitini. Wote wao ukiwasikia, wakina Abu Bakar, wakina Umaru, wakina Uthmanu, wakina Aliyu, wakina Amri ibn al-Aswi, wakina Abu Dharri, wakina Hudhaifa ibn al-Yamani na wengineo wote katika masahaba, kina Abu Darda, sijui wakina nani, walisoma msikitini kwa Mtume Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Hivi na nilikuwa namwambia Sheikh Adamu hapa, maswahaba wote labda watoto wao, lakini wote tunaowajua wote wamesoma wakiwa na umri mkuu wote. Nawetaje tena? Abubakar ukisoma ameingia katika Uislamu ana miaka mingapi? Huyo Umaru, huyo Uthmanu. Mzee Hassan bin Thabit ameingia katika Uislamu ana miaka 60. Hassan bin Thabit amesilimu na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam umri huu wangu mie, miaka 60. Sema Mungu akampa bakti akapiga 60 nyingine, lani nje ya Uislamu miaka 60, na alivyotamka shahada akatandika 60 nyingine. Kwa hiyo akafa ana miaka 120. Bwana mkubwa yule Abu Dharri, huyo ndo ilikuwa hatari. Yeye anaingia katika Uislamu, Saidina Abu Dharri ana miaka 67, akacharanga mpaka maswahaba wenzie wote wakafa, yeye yupo. Akakutana na tabiini, yupo. Akakutana na tabiin, yupo. Yule mzee alivuta mpaka siku moja alikutwa anapanda mtende, ana miaka 120. Wanaambia wewe babu, vipi unapanda mtende leo, utaula lini? Alisema usio na wasiwasi, ilipandwa tukala, na sisi tunapanda wale wenzetu. Ilipandwa tukaikuta tukala tende, sasa na sisi tunapapandia wenzetu, tukifa watakuja kula wengine kama tulivyokula sisi ilopandwa na waliotangulia. Kwa hiyo bwana, hakuna darasa inaitwa darasa ya watu wazima, darasa ya wenyewe. Hii darasa watu wazima, watu wazimaje sasa? Sisi kwani ndio tuloanza? Mtume sallallahu alaihi wasallam sote tunajua amepewa utume na miaka mingapi? 40. Mtoto huyo yeye na miaka 40, tena ile ya kizamani, mtu mzima na mipango yake. Na waliokuja kusilimu, si unajua kama miongoni mwa masahaba ni baba zake, akiwa Saidina Abbas bin Abdul Muttalib ana miaka mingapi? Ikiwa mtoto ana miaka 40, mtoto. Kwa hiyo msirudi nyuma, hivi ndivyo ilivyofanzwa hivi, na hivi ndio imefanzwa mpaka sisi leo tukaukuta Uislamu. Darasa zilikuwa misikitini bwana, na nyakati ni hizo kubwa mbili, baada alfajiri na baada almaghrib. Akimi salata liduluki shamsi ila ghasaqi llaili wa qur'ana alfajiri inna qur'ana alfajri kana mashhuda. Simamisheni swala kwa kukengeuka jua na Qur'ani ya alfajiri. Pale wanachuoni wanapambana, wengine Qur'an alfajiri salatul fajr, wengine Qur'anul fajr, Qur'ani kusoma na kusomeshana Qur'ani alfajiri. Kwa nini? Inna Qur'ana alfajri kana mashhuda, kwa sababu kusoma Qur'ani alfajiri kuna shuhudiwa. Kwa hiyo mimi kwa upande huo nawapongeza sana na nawatia moyo, na nimefurahi leo. Hatari kubwa, miaka 8, nadhani mimi mwaka huu wote na mimi nitahudhuria darasa hili, takuja na mimi kusoma, tusome Qur'ani. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio alotimiza haya na akatutaka haya. Niwasisitize tuendelee nalo hili, kwa sababu Imam Malik nadhani au Imam Abu Hanifa anasema lan tufliha hadhihi al-umma wa lan tasluha illa bima saluhat bihi awailuha. Umma huu hautosilihi, hautokuwa mwema, hautofanikiwa ila kwa kupita njia zile zile zilizopitwa na watangulizi wake. Tumeziacha njia za kusomeshana misikitini, sasa tunasoma sana madarasani, tunasoma sana mitaala na tukaipa majina shu'ba, ibtidai, tahdhiri, mutawassitwa, thanawi, kulia,
jamia. Mtu mmoja anasema baada ya kuwa sasa elimu zinasomwa katika jamia kwa wanaosoma lugha ya Kiarabu ni neno ambalo linamaanisha ujana kike. Jamiatun, jamia si ndio chuo kikuu? Sheikh Adam, jamiatun manake chuo kikuu. Huu ni msikiti wa Ijumaa, kwa Kiarabu unaitwaje? Jamiun. Chuo kikuu jamiatun, msikiti wa Ijumaa jamiun. Si inaeleweka vizuri? Anasema taallamna fil jami'in wa taallamtum fi jami'atin wa laysa dhakaru kal untha. Anasema maneno hayo, sisi tumesoma katika jami', nyinyi mmesoma katika jamia. Sasa mwanamke hafanani na mwanamume. Tumsalim tu Muhammad. Maneno yenyewe ya watu wa zamani hayo wa kielimu. Kwa hiyo sasa hivi elimu zimekuwa hivi kwa sababu watu wanasoma katika jamia. Zamani elimu zilikuwa zina nguvu kwa sababu zimesoma katika jamiun. Kama inaeleweka basi inaeleweka, kama uelewi maneno si yako haya. Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri. Watu walisoma katika misikiti, fani zote unazozisikia hizi, si tauhidi, si tajwidi, si fiqhi, si hiyo alifu ba ya Qur'ani, si sira, si chochote, vyote vilisoma misikitini, na ndio vikawatoa mashekhe wale tunawataja wakina Sheikh Hassan bin Thabit na wenzao. Tukaondosha darasa misikitini tukapeleka katika madeksi, ndio tumezaliwa sisi wakina Walidi. Hakuna tunachokifanya isipokuwa ni kuvuruga na kuvurunda badala ya kujenga. Mwenyezi Mungu awape kila la kheri. Niseme nawapongeza na nawasisitiza, na walimu nawapongeza sana kwa kujitoa. Najua wanafanya kazi kwa kujitoa. Sheikh Adam amezungumzia hapa kidogo kwamba nilipoingia katika nafasi hii ngumu ya hatari, nilimuomba Mwenyezi Mungu aniwafikishe kitu cha kwanza kukishughulikia katika mkoa wetu wa Dar es Salaam ni elimu. Elimu tu. Nimeyatizama kabla sijaingia katika game, nitumie lugha hiyo, matatizo yanayotukumba sababu yake ni elimu tu. Kwa mfano, vipi watu wanagombana kugombania msikiti? Kwa mfano, humu kweli kitu gani cha kugombania humu? Feni, taa hizi, au supika, au haya mazulia, au nini? Kweli watu wanagombana misikitini? Nimechunguza nikakuta viongozi wengi wa misikiti ni wale ambao hawajasoma darasa hizi. Mtu kafanya shughuli zake huko zishamshinda, sasa anakuja msikitini. Siku moja niliwahi, kwa sababu tangu nimeingia katika ofisi ya ushehe wa mkoa nimekutana na kesi. Sheikh Adamu anajua kuna nyingine inatusumbua mpaka leo tunakimbiana mimi na ndugu yangu. Kesi nilizozikuta mimi 254 misikitini. Niwatajie chache miongoni mwa kesi nilizozikuta mimi. Nishakuta msikiti umeuzwa. Umeuzwa. Sasa wenye kununua wanautaka msikiti wao, na waliouza wote washakufa. Kesi ngumu sana. Na walionunua msikiti watu wa kanisa, waliouza Waislamu. Sheikh Adam, si ndio hivyo? Kwa kimbembe tunacho, tunakihazahaza tu. Sasa kweli mtu anauza msikiti? Basi hiyo nyepesi. Kuna msikiti umewekwa bondi benki, watu wamechukua nyaraka za msikiti wakapeleka benki, wakala mkopo, dhamana nini, wameingia mitini. Ngoma ninayo mimi. Benki inataka lake, wanauza msikiti wakati wote.
piga mnada, ili mradi nimechunguza haya matatizo ni kwamba tu hazimeachwa darasa za misikitini, zimeachwa. Kuna msikiti wilayani kwetu juzi tu nilikuwepo huko, vita, nikabidi niangalie kupanga swafu ya uongozi, nikakuta mwenyekiti pale ni polisi mstaafu. Nikaona huyu zile saluti alikuwa anapigiwa kule kituoni anazitaka msikitini, akitokea imamu nikaambia mbadilisheni huyu. Lazima kila jambo lifanywe na wenyewe. Kama hivi nimeona mtu wa kwanza kasoma Qur'ani nzuri, Mungu akubariki. Wa pili kaeleza swala, umuhimu wake na mambo matano yanayozunguka. Watatu kaja kuelezea nguzo za swala 17, sio mchezo. Nimeshawahi kufunga msikiti pahala, nikamwambia jamani tufunge msikiti asitoke mtu yoyote ila baada ya kutaja kila mmoja nguzo 2 za swala. Tulibaki msikitini wote, na baada ya swala tushaswali, naambia sasa anaitaka kutoka mlangoni ataje nguzo 2 za swala atoke, anaofuata ataje ya 3 na 4 atoke, anaofuata ya 5 na ya 6. Watu wote wamekaa wanazitizama juu, naambia huko zishashuka tunazo humu. Wanne hapa kaja katuelezea nguzo, mgawanyiko wa suna za swala, hayat na abad, sio mchezo jamani. Mungu awabariki sana. Siwapigii debe tu, lakini nasema nizungumza kizungu, nimekuwa so inspired, nimefurahi mpaka naona alhamdulillah, kama Dar es Salaam ambayo tunaisimamia ni hivi, inshallah Mwenyezi Mungu atatupokea. Mashekhe wa kata, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Sheikh Shaban Hija, na nimesikia hapa na darasa unayo, maki nilimuuliza Sheikh zipo, akasema pale pia ipo, nitakuja pia nije na mimi kujifundisha. Tuyashike mambo yetu. Niwaambie kwa darasa hizi ndio tunapata watoto wema. Kwa darasa hizi ndio tutapata watoto tutakaoweza kujinasibu kwamba hawa ni watoto wetu. Lakini zikikosekana darasa hizi, watoto wetu wote tutawapa majina hayo ya huko, watoto wa kisasa, jenzi, wasiokuwa na maadili mema. Kwa sababu watayapata wapi maadili yenye hatujasoma? Wallahi jambo kubwa. Nimesema juzi hapa. Na hasa baada ya kuona watoto kama wale pale wapo hapa msikitini asubuhi, sisi tunawatishia watoto wetu maisha. Tunawatishia baada ya kuwaambia maisha ya waogope watoto wetu, sisi tunawaambia watoto wetu waogopeni maisha. Si inaeleweka lugha hiyo? Mtaifafanua? Yani ukiamka asubuhi unamtishia mwanao maisha na riziki, aogope riziki. Baada ya kumwambia riziki ikuogope wewe, usijali, riziki ni kitu kidogo kabisa, maisha ni upumbavu, na unamsomea aya innamal hayatu dunya lahwun wa la'ibun wa zinatun wa tafakhurun bainakum bil amwali wal auladi kamathali ghaithin ajaba al kufara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran. Hayo ndo maneno mwambie mtoto. Innamal hayatu dunya la'ibun, maisha ya dunia ni mchezo tu. Unajua mchezo mkubwa tunaopenda mpira, dakika ngapi? 90. Labda akipewa rushwa ndo tena tunaona kama yalotokea juzi, mpira unaongezwa dakika 100, lakini dakika 90. Kwa hiyo Mungu anasema dunia ni dakika 90. Wala huu ni puuzi tu, kama mtu kucheza goroli. Wazina na mapambo. Unajua manake uongo. Mtu akijipamba anakuongopea, hayuko vile. Ndio maana unaambia usipose siku ya sikukuu. Kakuongopea, kapaka vitu, kaweka madude machoni na nini. Ukimwona bonge ya mtu, mwambie kwanza kanawe uso ni kupose. Naeleweka? Mungu ametaja dunia kwa sifa hizi. Kwanza, laibun ni kitu kinakwisha wakati wote tu. Dakika 90 shughuli imeisha. Walahun
pambo nini, sio upuuzi, kama kucheza gololi. Wazinatun, na pambo ndio uongo. Mtu akijipamba kakuongopea, ukitaka kumjua mbe, vua hiyo kanzu tuone ulivyo, ndio utacheka, ndio tumbo lake hili. Lakini akilitia dela ulioni. Ndio Mungu ametutajia dunia iko hivi. Sasa sisi tunatakiwa tukiamka asubuhi tumwambie mtoto wetu, wewe mwanangu, dunia si chochote, ni mchezo, ni upumbavu, ni mapambo tu, na kujifakarisha mimi na watoto, mimi na magari, mimi na nini. Kama thali ghaithin ajaba al-kufara, sawa na mvua iliyonyesha mazao yakaota tukafurahia, thumma yahiju, kisha kakauka, fatarahu musfaran, yakawa ya njano yote. Lakini angalia anavyoitaja akhera. Vipi tunafanya hivyo? Ni kile kitendo cha kuamka alfajiri kama hii, unamwamsha mtoto wako, unamwambia nenda shule. Usipokwenda shule wewe, unaona neno, usipokwenda shule wewe utapata tabu, maisha wewe yatakushinda. Wewe unamtia woga mtoto wa dunia, unamtia woga wa dunia na maisha anayaogopa tangu mtoto mdogo, tangu mdogo. Kwa hiyo anakuwa hivyo na pressure ya kuogopa kufa ila asome. Sasa huyu mtoto huyu darasa la vidudu miaka mingapi? 3. Umeanza kumtisha miaka 3. Akitoka hapa anakwenda miaka 7. Mingapi na ile 3? Unamtia woga tu. Kisha anakwenda miaka 4. Mingapi hiyo? Ya sekondari. Kisha anakwenda miaka 2. Mingapi? 16. Kisha anakwenda chuo, inategemea kozi, miaka 3, kozi ya kawaida au miaka 5 kama udaktari, changanya pale. Umri wa miaka 30 unamtisha mtoto dunia ngumu. Wewe utakufa kama ukusoma, wewe sio mchezo, utakuwa mtumwa. Kisha anasoma njaa, apati hiyo kazi. Mbaya wake nani? Na kuulizeni nyie mnaonisikiliza wazee wangu, mbaya wake hapa nani alomtosa? Wewe unaambia nisome ili niwe. Sasa nishasoma, mbona lazima ingie barabarani, avunje vituo vya mwendo kasi? Wewe hakuelewi, umempotezea muda, hakuelewi. Hakuna lugha nyingine zaidi ya hiyo. Watoto majenzi tumewatengeza sisi hivi. Kumbe ilikuwa inatakiwa tukiwaamsha asubuhi kwamba amka ukaswali. Ukafanyaje? Kwanza yani muamshie swala, usimwamshie kusoma. Muamshie aswali mpaka atajua huyu nayemswalia asubuhi nani? Ndo Mungu. Mungu ndo nani? Mungu ndo anaokupa maisha. Ushaswali? Sasa koga twende shule. Mimi nimetoka Magomeni huko na ndugu yangu huyu, tumekuta vitoto vimepambwa barabarani kama vinaenda kuuzwa. Vyote havijaswali wala wazee wao hawajaswali. Vizuri vimekaa hivi. Najitizama tangu Magomeni mpaka huku nimekutana vitoto vingapi vinangojea school bus. Hivi vile nikisema wale tunatengeneza bomu lile. Kumbe ilikuwa tuamke nao, tuje nao kama hapa. Wanakuona baba unasema alif, b, t, th, jambo hili hapa. Hili zuri. Kwa hiyo mashehe wa kata, mashehe wa wilaya, wazee wenzangu, wazee waliotuzidi, tubadilishe sasa, turudi kule. Ndio kasema nalipongeza jambo hili kwa sababu hili ndilo lilolifanya taifa likawa taifa huko nyuma. Hili mambo yalipangwa misikitini, wanasoma kama hivi, kisha wanasema kama hivi tuna ardhi huko, tunasoma kama hivi, tunataka kufanya nini, kisha kidogo kishafika wakati baada ya mwaka mmoja wale utangulia mbele ya haki tunawaombea Mungu. Utaratibu ukaenda hivi, tutaishi hapa duniani kama alivyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Risala nimeisikia, na pale pote ambapo nitaweza mimi kutia mkono kama kawaida yangu wanatamka wazi, inshallah nitatia mkono. Kwa sababu moja katika vitu mara nyingi naongea na mashehe wenzangu hao, hasa mashehe wa wilaya na kata, bila ya uchumi, bila ya hela, bila ya ubwabwa maisha hayendi. Tunafanya haya yote lakini na lazima sisi tumiliki. Leo Waislamu tunarudi nyuma kwa sababu suala la kumiliki ardhi tumelipuuza. Muona msikiti wa Mnyamani na jina lake namna ulivyokuwa mkubwa, lakini piga huko katika eka ngapi?
Lakini toka upande wa pili katizame kanisa, hata halina sauti, halijulikani, lakini linaeka ngapi? Sijui maneno yanaeleweka. Msikiti wa Mnyamani wa zamani, mimi na hakika mzee Alhadi pia umri wake kaukuta huko, lakini uko hapa tu. Angalia linavyoanzishwa kanisa, inaanza kwanza, wenyewe walivyokuwa wajanja wale, wanaanzisha miti minne hivi, alafu wanatandika, wanafunika nani, kabla mabati yanakuja yale makaratasi yale ya magunia yale, kisha yuko peke yake mtu anaweka spika lake lile, anajihutubia mwenyewe. Yesu aliteleza akaanguka, akafanyaje? Mpe mwezi miwili, unakuta mwisho katununua mtaa mzima, tumeondoka sisi wenyewe. Hapana, mimi nasisitiza kwa kinywa kipana, ufalme duniani ni ardhi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameingia Madina, kitu cha kwanza ardhi. Wote hapa wengi tumepata nafasi kwenda huko Madina kumzuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumepata nafasi hiyo kidogo. Hebu tizama lile eneo alilolichukua Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka leo sisi lada, sio kidogo, eneo kubwa sana. Hebu alikuwa na fikra gani mtu yule miaka hiyo, huu mwaka 1440 na kitu, hebu tizama miaka hiyo. Yeye zamani kasema kuna haja ya kuwa na ardhi. Niwapongeze, na tutaizipata hizo pesa za ardhi yetu kule, lakini sio kule tu, na humu mjini wasitutoe watu humu hapa. Tunaanza mipango, bwana wewe vipi, wewe tunaswali humu, hebu tuuzie hapa kidogo, tupate eneo letu kubwa, tufanye mambo yetu humu. Utawala na umakini ni ardhi. Mwenyezi Mungu anataka mambo ya uchumi, anataka kumakinika. Kwa hiyo lazima sasa tubadilike, tuende darasa, tunasoma kama alivyokuwa maswahaba. Tukimaliza wewe mwenzangu unashughulika na nini? Wewe hapa wasiokuwa na kazi wapate, na wenye kazi waongeze, kila kitu kifanyike hapa darasani. Ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake. Na narudia tena, mimi ni mmoja wenu katika hili. Leo nimekuja kwa kualikwa, lakini nitakuja bila kualikwa. Sheikh Said huyu nakuwa naye kila siku asubuhi, anajua mipango yenyewe mie kwa mambo kama haya hapa. Kwa hiyo kuna siku nitakwambia watu tusije kule, tukutane Mnyamani, manake nione na mimi nisome. Pa kuweza kutia mkono tatia mkono, pa kuongeza tuongeze, pa kujifunza mimi nipate kujifunza. Ndivyo tuende, ili tuwe na mshikamano wa pamoja na upendo. Baada ya kusema haya, narudia tena kumshukuru Mungu, lakini pia nawashukuru na nyinyi, na Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri, ajalie kukaa kwetu hapa ni katika yale atakayotushuhudia katika mambo ya kheri, tukikutana naye siku ambayo haina kumnufaisha mtu, si mali yake wala watoto wake wala cheo chake, isipokuwa yule lilokuja kwa moyo uliosalimika. Wa ma alaina illa albalagh mubin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wal afwa minkum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Oh.